Hujambo, majina yangu ni Mtume Gabriel Mkenya. Mimi ni mtume wa Kristo Yesu kwa kanisa lake. Na kanisa lake sio lile ambayo limejengwa na mabati au na mawe, ambayo watu wamefanya fundraising, wakakusanya pesa, wakajenga. Bali kanisa lake ni wewe na mimi. Na kwa hivyo nimetumwa kwa kanisa lake ili niweze kuleta ujumbe wake. Mimi ni mtume wake kulingana na Efeso 4:11, ambayo inasema hivi. Inasema kwamba katika mstari wa 11, kwa sababu kuna wale watu wanasema kwamba hali ya mitume imeisha. Inasema hivi, mstari wa 11, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. 12, kwa kusudi la kukamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke katika mwili wa Kristo, na itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe. Na kwa hivyo hali ya utumwa kuwa mitume haijaisha, kwa sababu Biblia inasema kwamba jinsi Kristo alivyokuwa jana ndivyo alivyo leo na ndivyo atakuwa milele. Hapo ni Ibrania 13 mstari wa 8. Na kwa hivyo yule Yesu tu alikuwa hapa duniani, ako tu na anafanya vile alikuwa anafanya. Na kwa hivyo kuitwa kuwa mtume, kutumwa na Yesu bado haijaisha, ijapokuwa wakati tunatumwa na Roho Mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu anafanya kazi ya Yesu Kristo ndani yetu. Pia nasikia mimi ni Gabriel, hiyo nilibatishwa wakati niko katika dhehebu fulani, na mimi nafurahia kwamba walinipatia hiyo, kwa sababu nimepata mwito wa malaika Gabrieli wa kutumwa kupeleka ujumbe wa Mungu. Pia najiita Mkenya, na ukiona nyuma yangu hii ni bendera ya Kenya, kwa sababu mimi najivunia kuwa Mkenya. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya Mitume 17 mstari wa 26. Biblia inasema hivi, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka mtu mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Na kwa hivyo mimi mwenyewe nimekuwa hapa, nimewekewa mpaka tangu zamani, tangu sijazaliwa nilikuwa nimewekewa mpaka nitaishi hapa. Ile miaka ambayo nimeishi hapa, miaka 60, ni mpaka ambayo nilikuwa nimewekewa. Na pia Biblia inasema kwamba hata nyakati zangu ambapo nitaishi, miaka hiyo ambayo nimeishi, miaka 60, ni Mungu mwenyewe ameniwezesha kuishi, kwa sababu tuna wengi ambao tulizaliwa na wao ambao hawako. Pia kuna wengi ambao wamezaliwa nyuma yangu hawako, lakini kwa huruma ya Mungu ameniweka hai tangu siku ya leo. Kwa hivyo mimi najiita Mkenya kwa sababu najivunia kuwa Mkenya, kwa sababu najua hii nchi ni Mungu amenipatia. Pia niko na ufunuo wa hii nchi, kwamba ufunuo wa mwisho, ufufuo wa mwisho wa roho, ule ambaye mwana wa Mungu atakuja kuchukua walio wake wakati Yesu mwenyewe atafunuliwa. Hiyo ufufuo utaanza hapa Kenya uelekee dunia yote. Kwa nini? Kwa sababu ile mlango wa kuingia katika Edeni wakati Adamu alipofukuzwa uliwekwa katika mashariki, na sisi tukiwa tuko mashariki ile halisi, basi mlango wa kurudi Edeni uko hapa. Ujue kwamba Yesu Kristo alisema kwamba
walio wa kwanza watakuwa wa mwisho na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Sisi tumekuwa wa mwisho kwa sababu hata Injili tuliletewa. Wakati umefika sasa ndio tutakuwa wa kwanza wa kuweza kupeleka Injili kwa wale watu ambaye walikuwa wa kwanza. Kwa hivyo nafurahia sana wakati nimekuwa mtume wa kuleta ujumbe ambao unatoka kwa Mungu, wa kuweza kutayarisha watu wale ambao wametengwa na yeye, wale ambaye wako na sikio, ili waweze kusikia kwamba Mwokozi wetu anarudi karibu kuja kuchukua walio wake. Haleluya. Na ukweli ni kwamba mfalme yoyote kabla hajaenda mahali anatuma wafanyakazi wake, anatuma mitume wake. Na kwa hivyo nimetumwa nikiwa na habari kama Swahili nimesema hapo awali ya kutayarisha. Na nimekuja kwa sababu kazi ile Kristo mwenyewe alikuja kufanya hapa duniani ni kama haijafikia kabisa kwetu. Kwa sababu tukisoma historia kidogo, tunasikia jinsi ambavyo historia ya kibiblia, tunasikia jinsi ambavyo Adamu aliwekwa katika shamba la Edeni wakiwa na mke wake Eva, na jinsi ambavyo aliambiwa kwamba wasiweze kukula tunda lililokuwa katikati ya hiyo shamba, tunda la kujua ukweli na mema na mabaya. Lakini walipoikula, Mungu alikuwa anawaambia watakufa, na sio kufa kwa mwili bali ni kufa kwa kiroho. Na ndipo hiyo baada ya kula, baada ya kudanganywa na shetani, wakaweza kufa. Na hii ni kumaanisha kwamba waliweza kutolewa katika uwepo wa Mungu, kwa sababu kwa Mungu ndiko kuko na uhai. Wakawekwa nje ya uwepo wa Mungu, kwa sababu Edeni haikuwa mahali. Edeni haikuwa tauni fulani, haikuwa shamba fulani ambalo lilikuwa mahali, bali lilikuwa katika uwepo wa Mungu. Na bali kuna uwepo wa Mungu, kuna nguvu yake, kuna uponyaji, kuna furaha, kuna mazuri yote, kudhibitishiwa katika mambo yote iko katika uwepo wa Mungu. Na kwa hivyo Adamu alipotupwa nje ya Edeni, akawa ni mwenye dhambi. Sote ambaye tumetoka kwa Adamu, ni sote wote tumezaliwa tukiwa na dhambi. Na ndipo Mungu mwenyewe kwa sababu ya upendo alio nao juu yetu alimtuma mwanawe Kristo Yesu, ili yeyote ambaye atamwamini, Yohana 3:16, yeye mwenyewe hataisha, hataharibiwa, hatakufa, bali yeye mwenyewe atakuwa na uzima wa milele. Na kwa hivyo Kristo Yesu alikuja hapa ili tupate uzima wa milele, ili aweze kuturudisha kwa Mungu, ili aweze kuturudisha katika uwepo wa Mungu. Kwa hivyo hiyo ndio kazi ambayo alikuja kutimiza hapa, na hiyo kazi ilimalizika msalabani aliposema kwamba yote imekwisha. Yote. Na ndivyo tunaibanga yote katika wimbo tunaibanga pale Kalvari, yote iliisha. Maana kwamba mambo yote ya wokovu wetu, na wokovu ni kurudishwa katika shamba la Edeni, wokovu ni kurudishwa katika uwepo wa Mungu, yote iliisha msalabani. Na wakati sisi wenyewe tulibatizwa, ikiwa ni ishara kwamba sisi wenyewe tumeamini Kristo, basi tunatakiwa kuwa na matunda ya kurudishwa katika uwepo wa Mungu. Tunatakiwa kuwa na matunda ya uungu ndani yetu. Kumbuka katika Edeni, wakati Adam kabla hajatenda dhambi, hakukuwa na magonjwa, hakukuwa na fitina, hakukuwa na ufisadi, hakukuwa na maajali, kwa sababu kila kitu ilikuwa chini ya mamlaka yake Adamu. Lakini wakati Adamu alitupwa nje ya Edeni, basi akawa sasa ufisadi ukaingia, kwa sababu yule ambaye ni shetani ambaye alikuwa akawa ndio bwana yake, akawa ndiye Mungu wake, akaweza kumuingiza kwa ufisadi, kwa wivu, kwa chuki, kwa vitina, kwa magonjwa, akawa kuna shida mingi sana. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuja ili aturudishe kwa Edeni,
Nilivyo unakumbuka kwamba wakati alikuwa hapa alikuwa anaponya kila mmoja, kwa sababu hii ilikuwa kazi yake ya kuponya, kwa sababu uponyaji ni kitu moja hidhirisho ya Kristo Yesu. Na kwa hivyo wakati sisi wenyewe tumekuwa wa Kristo kwa sababu juu ya ubatizo, kwa sababu tulibatizwa ikiwa ishara ya kuonyesha kwamba tumekuwa wafuasi wa Kristo, tunatakiwa kuzaa kama vile nilikuwa nimesema, tunatakiwa kuzaa au kuwa na matunda ya wokovu. Lakini tunapojiangalia sisi wenyewe sote tunaona kwamba hatuna hayo. Tumejaa mashida mingi sana, ufisadi umejaa kama hii nchi yetu, mambo mabaya, wivu, uwaji, wizi, magonjwa ya aina yote iko, watu wengi karibu, na pia ajali. Tumesikia kila siku ajali, watu wanaua 10, 20, watu wanakufa wengi. Na hiyo sio mapenzi ya Mungu. La hasha, sio mapenzi ya Mungu. Unaona watu wengi wanaishi na dawa. Ukienda katika pahali kunauzwa madawa, maduka ya madawa, utaona jioni watu vile wamepanga laini wakichukua madawa kwa ajili. Watu wengi wanaishi wakikunywa dawa kila asubuhi na kila jioni. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. Hapana. Mungu apendezwe na hiyo. Hiyo yote ni mazao ya tunda, ni mazao ya ile dhambi ambayo Kristo Yesu. Nimekuwa nikijiuliza ni kwa nini tunaendelea kupata haya madhara? Ni kwa nini tunaendelea kupata hiyo matunda ya dhambi? Nikajiuliza kwa miaka mingi sana, kama miaka 20, kujiuliza ni kwa nini hatuendelei. Tunasema sisi tumeokoka, lakini ukweli ni kwamba mazao ya wokovu haipatikani ndani yetu. Shida mingi sana, taabu iko ndani yetu. Ni kwa nini? Na tunajua kwamba ufalme wa Mungu, ukimeingia katika ufalme wa Mungu, unapata chochote ambacho ulikuwa utahitaji, kama vile baba yetu Adamu alikuwa naye kabla hajafanya dhambi. Na ndivyo nikaweza kuelekezwa katika andiko moja, na hiyo andiko liko katika Mathayo 5 mstari wa 17. Mathayo nini sema hivi 17, na tuweza soma tuendelee hapa chini, lakini tukaanza tusome 17. Inasema hivi: usidhani ya kuwa nilikuja kutangua torati au manabii, la, sikuja kutagua bali kutimiliza. Hili andiko ndio limeleta shida kubwa sana katika wokovu wetu. Hii andiko, kwa sababu wengi wamelichukua kwa njia mbalimbali. Hii andiko ndio mwanzo na ndio kiini cha shida yetu. Ijapokuwa tuliweza kukombolewa dhambi, lakini hii andiko wengi wetu tumelichukua, tumefunzwa jinsi isivyo. Hata mimi nilikuwa nimefunzwa, kwa sababu nilikuwa nimeambiwa kwamba Yesu hakuja kumaliza sheria, bali alikuja kutia nguvu. Lakini wakati nimeisoma hii andiko na nikaiweka kwa hii, ndio nikaweka maanani, nikataka kujua kutimiliza ni kusema nini. Hivyo ni kusema nini? Nikajaribu kutafuta hiyo katika njia zote. Kwa Kizungu, ukisoma ya Kizungu inasema to fulfill. Kutimiliza ni kufulfill. Kuzanjua wala habari najua Kizungu fulfill is to complete or accomplish. Na kwa hivyo kutimiliza sio kuweka nguvu kama jinsi ambavyo tunafunzwa na wale watu ambao wanataka kuleta torati ya Musa katika kanisa. Kwa sababu wengi wanataka hivyo kwa ajili ya madhabahu yao. Kwa sababu kwa ajili ya vile wenyewe wanataka kutafuta wafuasi. Lakini unapotafuta, nimefanya a lot of research. Na nikajua kutimiliza ni kitendo cha kufanya jambo lifike mwisho. Ni kukamilisha lengo, ahadi au hitaji fulani. Okay? Hiyo ndio kutimiliza. Neno hili linatumika kumaanisha kuleta utimilifu wa sheria, unabii au wajibu. Na kwa hivyo jina la kutimiliza ambayo linatumika hapa ni jina la kukamilisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu sheria na torati ilikuwa imepatiwa kabla Yesu kuja, na ilikuwa inaelekezea kufunuliwa kwa Kristo. Ndivyo ilikuwa inaelekezea. Na tukisoma katika
Kabla tujaendelea hapo, tukisoma katika pahali panaitwa Luka 24 mstari wa 24 wa 44, inasema hivi: kisha akawaambia, hayo ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliandikwa katika Torati la Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Na kwa hivyo akawaambia yale yote ambayo yalikuwa yameongelewa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi ilikuwa inaongea juu yake. Na kwa hivyo alikuja kutimiliza hayo, alikuja kukamilisha hayo, na alipokamilisha yalifika mwisho, akawa yeye ndiye kila kitu, akawa yeye ndiye njia, akawa yeye ndiye uhai, akawa yeye ndiye kila kitu, na hakuna yeyote atafika kwa Mungu isipokuwa kumpitia. Na kwa hivyo hiyo ikafika mwisho. Lakini wahubiri walioko katika kanisa tulio naye wamebadilisha hapa ili walete sheria ya Musa zile kidogo ambao wamepiki kidogo, wakachagua wakazileta katika kanisa, kwa sababu zinawasaidia kwa jina moja au jingine. Hiyo sheria tutakuja kuongea juu ya hiyo mambo ambayo wamechagua, tutakuja kuongea juu yake. Tutakuja zaidi kuendelea na hii neno kutimiliza, kwa sababu tutasikia Paulo vile mwenyewe aliweza kutia hii neno nguvu. Wengi ambao wamebadilisha kutimiliza kuweka nguvu, wengi wao hawaamini habari ya Paulo. Wengi wao wanasema kama Paulo alifanya hivi, hawaamini maandiko ya Paulo, wengi wao. Kwa sababu ukisikiza habari ya Paulo, wengi wao hawataweza kuleta Torati. Lakini wao wengine wanasema kuna wakati Paulo alikuwa anasema ati kwamba hii maandiko imetoka kwangu, si ya Roho Mtakatifu. Hiyo ndio wanasema. Wengine wanasema ati Paulo alikuwa anaandika wa Korintho na sisi si wa Korintho. Wengine wanasema Paulo alikuwa anaandika wa Galatia, wa Efeso. Na sasa nauliza, kama Paulo aliandikiwa wa Efeso wakati huo, sisi wenyewe ni gani ambaye tuliandikiwa? Wakati Paulo aliandikia wa Efeso, sisi wenyewe tuliingia katika imani, hiyo barua ikawa yetu. Na kwa hivyo Biblia ni yetu, Agano Jipya ni yetu sote. Hakuna moja ambaye iliandikiwa wa Galatia, ingine ikaandikiwa Timotheo, wengine wanasema ni Timotheo aliandikia hapo, wengine wanasema ni wa Thessalonike, sio sisi. Wanachagua ile ya Paulo ambayo inawafaa, lakini wanakataa ile ambayo haifai. Tutaendelea zaidi wakati ujao. Hili kuwa tu ni mwanzo. Tutaendelea kujua kutimiliza. Na tukosema katika Mathayo 5:17 tuendelee. Tuweze kujua ni kwapi kabisa tumepotelea. Na kwa hivyo nakukaribisha katika video hiyo nyingine ambayo inakuja, ili tuweze kuelezea zaidi na kujua ni wapi tumepotea. Asante, Mungu akubariki.